Suala la ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana limeendelea kuwa donda sugu nchini, hali ambayo imesababisha vijana wengi kusalia ombaomba, huku wengine wakitumia visivyo na viongozi mbalimbali wa kisiasa. Ni kutokana na hali hiyo ndiposa wadau mbalimbali wakaandaa kongamano la vijana katika chuo kikuu cha Kibabii, kaunti ya Bungoma, ili kuhamasisha kuhusu mbinu za kujiimarisha kiuchumi. Kulingana na waziri wa masuala ya vijana na michezo Salim Mvurya, wizara yake imejitolea kwa hali na mali kuwaokoa vijana ambao hali yao ya kiuchumi inazidi kuwa mbaya kila kukicha. Anasema kama wizara wameanza vituo mahususi kwa kuhamasisha kukumbatia nafasi zilizoko katika idara tofauti za serikali, akidokeza kuwa vituo hivyo vitazinduliwa katika kaunti zote 47. Vijana wale wa form 4 na walio na chini ya masomo ya form 4 haina masharti mengi, ni wewe unaweza kufanya maombi na ukapata kusaidiwa, na tunatarajia tutasaidia vijana zaidi ya 800,000. Ukiangalia mambo ya youth fund, pengine wakati ilianza kulikuwa na masharti mengi, lakini hivi sasa masharti yamepungua kabisa. Kwa mfano hivi sasa wanapojisajili katika ile tunaita AGPO, tayari wao wakipata hiyo registration, hakuna tena mambo mengine mengi ambayo wanahitajika kufanya ili kuweza kupata zabuni. Waziri huyo vile amekiri kuwa wizara yake imewekeza katika ujenzi wa vituo maalum vya michezo katika kaunti mbalimbali, ya hivi punde ikiwa katika eneo la Nalondo, kaunti ya Bungoma. Jenga zile tunaita talent academies ama sports academies ambazo tunajenga kwa maeneo yote ya nchi. Sasa hivi tutaanza na 37 ambazo tutajenga katika maeneo mbalimbali ya nchi, na habari njema ni kwamba hapa Bungoma tayari zabuni tumemaliza ya kujenga Talanta Academy kule Nalondo. Gavana wa kaunti ya Bungoma Ken Lusaka kwa upande wake akiwataka vijana kujiunga katika makundi ili kupata usaidizi wanaohitaji, haswa kutoka kwa serikali ya kaunti ya Bungoma. Kwenye vikundi, sababu wakiwa kwenye vikundi itakuwa rahisi kwa wao kuweza kusaidiwa badala ya kuwa pengine mtu anakuja mmoja kwa mmoja. Na pia kitu ya muhimu pia ni kuwapatia ile sensitization, kuwafunza vile wamefunzwa leo kwamba kuna grant, kuna loan, na wajue kwamba ukichukua kama ni loan uwe na mpango vile unaweza kutumia pesa hizo.